Katika uwanja wa mijadala ya kisiasa na kijamii nchini Tanzania, sauti ya Askofu Benson Bagonza imeendelea kuvuma baada ya kutoa kauli nzito kuhusu mtindo wa utendaji wa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba, hasa katika namna anavyoshughulikia changamoto na migogoro moja kwa moja, papo kwa papo katika ziara zake za serikali kote nchini. Askofu Benson Bagonza ameuita mtindo huo haki ya papo kwa papo au haki fasta, akisema kuwa ni mwendelezo wa ule uliokuwa ukitumiwa na aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Daktari John Pombe Joseph Magufuli, ambaye alipendwa kwa kuchukua hatua za haraka papo kwa papo kwa lengo la kurejesha uwajibikaji wa watumishi wa umma. Katika ujumbe wake wa kina ulioenea sana ama kwa kasi mitandaoni, Askofu Benson Bagonza amempongeza Waziri Mkuu Mwigulu Lameck Nchemba kwa kuonyesha ujasiri wa kupambana na changamoto zinazoikabili jamii, lakini pia ametoa tahadhari kadhaa zinazopaswa kuzingatiwa endapo mfumo huo wa haki ya papo kwa papo utaleta matokeo endelevu. Na nukuu: "Mfumo wetu wote ni mbovu, ni kama unachota maji na kuweka kwenye ndoo yenye matobo. Haitajaa, ziba matobo kwanza", amesema Askofu Benson Bagonza, akisisitiza kuwa matatizo mengi ya kiutendaji nchini ni ya kimfumo na hayawezi kutatuliwa kwa maamuzi ya papo kwa papo pekee. Ameongeza kuwa changamoto kubwa kwa viongozi wanaojaribu kufanya mageuzi ni kwamba mara nyingi hujikuta wakikabiliana na watu wale wale walioteuliwa na mamlaka za juu, hivyo kuifanya vita dhidi ya rushwa na uzembe kuwa ngumu zaidi. Askofu huyo amesema kauli ya hivi karibuni ya makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM kuwa hali ya rushwa ni mbaya sana nchini inapaswa kuchukuliwa kwa uzito mkubwa, kwani kansa hii ipo hata ndani ya taasisi za kupambana na rushwa kama taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, yaani TAKUKURU. Na nukuu: "Wasipoguswa wasiogusika, rushwa haiwezi kuisha", amesema, akionya kuwa mara nyingi vita dhidi ya rushwa hubaki kuwa maigizo ya muda mfupi. Askofu Benson Bagonza ametoa taswira ya changamoto nyingine zinazoukabili mfumo wa utawala, akitaja malalamiko ya wakandarasi na wafanyabiashara wanaoidai serikali fedha nyingi ambazo hawajalipwa kwa muda mrefu. Amesema baadhi yao wamefilisika, wengine wamefariki, huku wengine wakikabiliana na kesi zisizoisha mahakamani. Na nukuu: "Wengine wakidai wanaambiwa ipigwe pasu kwa pasu, mtu akikataa halipwi. Kama waziri mkuu yuko makini, mpe siku 7 anayedaiwa alipe toka mfukoni mwake mwenyewe", amesema kwa lugha ya kijonzi, akimaanisha kwamba hatua za haraka hazitakuwa na maana ikiwa mfumo wa kifedha na uwajibikaji haujarekebishwa. Amefafanua pia kuwa mfumo wa haki fasta unaweza kusaidia kujenga matumaini, lakini hautoshi kuzima moto wa changamoto kubwa za kimuundo nchini. Na nukuu: "Ni kama kutumia ndoo ya mchanga kuzima moto wakati unasubiri gari la zimamoto lisilo na maji", amesema kwa taswira nzito. Katika ushauri wake, Askofu Benson Bagonza amemtaka Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba kuanza vita ya uwajibikaji kwa kujisafisha yeye mwenyewe, akirejelea msemo wa maandiko matakatifu. Na nukuu: "Toa kwanza boriti katika jicho lako kabla ya kuona kibanzi kwa mwenzako." Amesema viongozi wanaotaka kuhubiri haki lazima waishi haki hiyo kwa matendo, kwani katika zama hizi za taarifa na mitandao, siri hazidumu. Na nukuu: "Ukijua una lisilo sawa kwenye sanduku la uadilifu, tangaza kabla hawajakutangazia wengine", ameonya. Aidha, Askofu Benson Bagonza amewakumbusha viongozi kuwa vita dhidi ya rushwa na uzembe si vita binafsi ya mtu mmoja, bali ni jukumu la pamoja la serikali, chama na wananchi wote. Na nukuu:
Jisafisheni nyote na muinuke wote, msiionee haya haki, itawavusha, amesema. Ameonya kuwa nia njema pekee haitoshi kuleta mabadiliko ya kweli katika mazingira ya sasa ambayo amesema ni magumu na yanahitaji busara, ujasiri na uthabiti wa pamoja. Katika sehemu ya mwisho ya kauli yake, Askofu Benson Bagonza ametumia misemo ya hekima ya Wajaluo akisema, na nukuu, akusindikizae asiweze kukufikisha, ni bora arudi nyumbani, uendelee peke yako na kuzoea safari. Kisha akaongeza kuwa utulivu, nami narudi, mnaopenda kutukana, itukaneni, rushwa iondoke. Kauli hii imetafsiriwa na wachambuzi kama wito wa ujasiri wa kisiasa, lakini pia ni kumbusho kuwa vita ya haki na uwajibikaji haiwezi kushindwa iwapo dhamira itabaki safi na nia njema itaungwa mkono na umma. Wachambuzi wa masuala mbalimbali, hasa masuala ya kiutawala, wanasema ujumbe wa Askofu Benson Bagonza unafungua ukurasa mpya wa mjadala kuhusu namna bora ya kusawazisha kasi ya maamuzi ya papo kwa papo na misingi ya utawala bora, uwajibikaji wa kimfumo na utawala wa sheria. Kwa wengi, haki ya papo kwa papo ni ishara ya uhai wa utawala unaosikia na kuchukua hatua, lakini kwa wachache ni kengele ya tahadhari kwamba bila mabadiliko ya kimuundo, jitihada za haraka zitaendelea kuwa kama kuzima moto kwa mchanga. Kwa sasa macho na masikio ya Watanzania yameelekezwa kwa Waziri Mkuu Mwigulu Lameck Nchemba kama ataweza kudumisha kasi hii bila kukwama katika mtego wa mfumo mbovu unaoendelea kulalamikiwa kwa miaka mingi. Habari hii imeandaliwa kwa uchambuzi maalum kutokea hapa Habari Kiganjani, uchambuzi maalum wa kijamii na kisiasa, ikilenga kutoa nafasi ya tafakari kwa Watanzania wote kwamba haki si lazima iwe fasta, bali iwe ya kweli, ya haki na ya kudumu, kwa mujibu wa kauli na maneno ya Askofu Benson Bagonza. Kuhusiana na habari hii, wewe ni upi mtazamo wako na ni yapi maoni yako? Share mtazamo wako na maoni yako nasi hapo chini kwenye upande wa comment. Hii hapa ni Habari Kiganjani. Endelea kukaa karibu nasi kwa habari zaidi, lakini pia hakikisha kwamba unatufuata kwenye mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Instagram, Facebook, Twitter, TikTok pamoja na mitandao mingine kwa jina moja tu la Habari Kiganjani.